hilo kwa nyinyi wachambuzi ambao mnatazama game kila siku za Simba? Hilo lipo kwa kiasi. Yes, kwenye issue ya kusema kwamba sababu mabadiliko yana levels mabadiliko yana viwango, kwamba kutoka kiwango cha kwanza kwenda cha pili kwenda na vingine. Kwa hiyo ukianzia pale ambapo alikuta mwanzoni na ilipomalizia kuna kitu kimeongezeka, na hasa kimeongezeka kulingana na wachezaji kadhaa walioongezeka kwenye timu, lakini pia hata confidence ya namna ambavyo wanafanya build up zao, kipo ambacho pia kimeongezeka. Ukiangalia mechi zao za mwanzoni ulikuwa kuna wakati hata wao wanapokuwa na mpira pasi tu wanazopiga, yani unaona kama timu ambayo haina uhakika hata hizo pasi wanazopiga, tofauti na sasa hivi unaona kabisa kwamba watu wakipewa mpira unamuona Chama anarudi, anacheza, anafanya build up kuanzia chini, anapiga pasi, wanatembea, wanaelekezana, kila mtu anakaa kwenye nafasi, anatoa pasi, anaondoka, anatengeneza nafasi ya kupewa pasi nyingine. Ameongezeka mtu kama Kibabage, anafanya safari zake vizuri kwenye wings. Kwa hiyo kipo kitu ambacho kimeongezeka, naamini kama ataendelea vizuri, lakini pia kama wataboresha zaidi baada ya msimu kukamilika, sehemu chache ambazo za kuboresha sana kwangu mimi labda ni sehemu ya kiungo wa chini na mabeki wakati. Sawa. Kikosi chao kimepitia mabadiliko kwa sababu pia ya wachezaji walioongezwa kwenye dirisha dogo. Wengi wamekuja, wameonekana wana nguvu ya kuongeza thamani kwenye klabu kuliko wachezaji ambao walikuwepo. Mfano Libasege, yule Anisetoura, ingawa mimi muda wangu wa kwa hukumu bado nataka kuwapa nafasi. Bado ni mapema sana sasa hivi mimi kujiridhisha kwamba tayari wamefika kwenye daraja lile. Na ukiangalia ni wachezaji ambao wamekuwa na mwanzo mzuri. Kama Libasege amekuwa na mwanzo mzuri kuingia kwenye timu, ameperform. Ukimwangalia ni Seteura naye amekuwa na mwanzo mzuri, ameingia kwenye timu perform. Miongoni mwa wasajili ambao Simba wameifanya mimi sina kipengele nayo mpaka sasa, mimi kwangu nishajimaliza, ni sajili ya goalkeeper. Yule goalkeeper ambaye Simba wamemsajili dirisha dogo, yule ni goalkeeper kweli. Kasali nafikiri sijui baadaye akirudi Musa Pinpin Kamara, lakini yule Kasali kwangu mimi ninamuona inawezekana akawa ni replacement nzuri wameifanya Simba kwenye eneo la goalkeeping, hususan kwenye hichi kipindi ambacho wameleta magolikipa wa kigeni. Simba wamesajili goalkeeper mmoja Brazil anaitwa Jefferson, wakasajili wakati huko pre-season. Walio kusajili goalkeeper mwingine alikuwa anaitwa Yubla Kredi Morocco. Mimi kwangu ule pia hapana. Kwa magolikipa ambao wamesajili Simba, mimi golikipa ambao naona wamekuwa wazuri ni huyu Kasali pamoja na Musa Pimpin Kamara. Hao magolikipa wawili kwenye hichi kipindi ambacho Simba wamekuwa wakitafuta mbadala wa tangu walipo drop waishi. Kwangu mimi naamini huyu Kasali na Pimpin Kamara wamepata wachezaji wazuri kwenye eneo la goalkeeping, na kwa sasa ukizungumza Simba kuanzia nyuma huwezi kumtenganisha goalkeeper wao Kasali. Tangu ameingia kwenye timu amekuwa na muendelezo mzuri, amekuwa na performance za muendelezo. Nakumbuka mimi ziko mechi moja ya ligi hapa walicheza Meja Jenerali Samuyo, aliondoa mchomo ambao walikuwa Simba wanaweza kupoteza ile mechi. Lakini haitoshi, hata juzi hapa wamecheza, kuna mpira mmoja ulipita kipindi cha pili, ulipigwa bomba linaenda 90, yule golikipa alienda akaipaka mafuta kaenda nje. Na hata kipindi cha kwanza kuna mmoja ilipigwa kutoka mashariki. Mimi kwangu Kasari kwa Simba wamepata golikipa mzuri. Lakini wachezaji wengine sijui kina Ture, kina Libasege, kina Nsetura tuendelee kwa pamoja, lakini wamekuwa na mwanzo mzuri. Hilo ni jambo ambalo tuwezi kulipinga. Nixon Kibabage kwangu mimi sio story mpya mjini, kwa sababu mimi nakumbuka nilikuwa mtu wa mwanzo hata hajasajiliwa Simba, niliwaambia Simba kama wanataka kurekebisha upande wa kushoto wamsajili Nixon Kibabage wakamchukua Singida, kwa sababu nilikuwa namuona kwa namba 3 ya Kitanzania ukimtoa Mohamed Hussein Shabalala, basi wanaofuata ni Kibabage na Pascal Msindo wanaocheza upande wa kushoto. Mimi kwangu Mligo na Nixon Kibabage uko mbali sana. Kibabage anakupa vyote, atakaba, atashambulia. Kwangu naamini Simba licha kwamba wao wametoka kwenye ligi ya mabingwa, in fact sio kutoka, wametolewa. Licha kwamba wametolewa ligi ya mabingwa, sasa hivi wanahamishia nguvu zao zote kwenye ligi na kombe la FA. Young Africans wametolewa kwenye ligi ya mabingwa, sasa hivi wanahamishia nguvu zao kwenye ligi na FA.
Yanga akiwa hajakasirika, yuko kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, kwa mfano ule msimu ambao anakwenda kutoa na Mamelodi, Yanga akiwa hajakasirika, yuko kwenye kilele cha furaha, anacheza michuano ya kimataifa, ndo huwa vile anamsulubu Simba. Najiuliza sasa hivi, sasa wametolewa kwenye ligi ya mabingwa na wao wamerudi kwenye ligi, Yanga ndo wamekasirika, sasa wanakutana na Simba. Simba bado wako kwenye mbio za ubingwa mpaka sasa, ila wakifungwa wamechelewa tarehe 1 na Yanga, Simba wajua ubingwa ndo kuishinei. Yani kuna vitu ambavyo mimi nikiviangalia kwenye ligi yetu naona Yanga ana mechi za ushindani kwenye msimu mzima, ana mechi 4 tu za ushindani, ana mechi 2 na Simba, ana mechi 2 na Azam. Hizi siku nyingine zote zilizobaki huko anapiga tu, labda siku hiyo Yanga either wamelogwa au hawajamka vizuri ndio watafungwa au watatoa sare au waende uwanja mbaya. Ila Yanga kwenye ligi msimu mzima mechi zake ngumu ni za Simba na ana mechi na Azam. Na hili ukitaka kuthibitisha, waangalie Yanga wanaocheza mechi za kimataifa na mechi za ligi. Haiwezekani, unajua watu wanaangalia kwa wepesi, haiwezekani misimu mitatu Yanga anakusanya pointi 8, alafu eti ligi ya Tanzania huku yendo anawapiga wenzake. Inafikirisha sana kumuona bingwa wa ligi ya Tanzania consecutively misimu 4. Eti anaishia hatua makundi misimu 2 mfululizo kwa pointi 88. Unagundua ligi anayotoka huyu ni ligi dhaifu, lakini yeye ana nguvu. Kwa huku anawanyosha wenzake. Ila akija huku kwa watu ambao wanafanana nao viwango au wanamzidi kidogo, wanampa ushindani mkubwa. Ndio maana Yanga kwenye maisha yao yote ya msimu huu wa mashindano watakumbuka mechi ya Ahli waliocheza Alexandria na mechi waliocheza na Rabati. Ndio mechi pekee ambazo Yanga walipaki basi. The rest ni mechi ambazo Yanga wana float. Ni kwa sababu wana ubora, lakini wanacheza na timu bora wakikutana kwenye ligi za mabingwa. Unajua unachosema ni sahihi. Kafu walifikiria hili na kwa upana zaidi wakasema kuna kitu tunakiondoa, kwamba kuna kutoka kwenye hatua fulani urudi kwenye kombe la shirikisho. Unafikiri Yanga ingeenda shirikisho singeenda tena ingeperform? Ile walifikiria mbali. Walifikiria mbali na ukitaka kutazama hili kwa zaidi tunaenda kwenye sala la 3 na huko tutajitanua zaidi kuzungumza haya yote, lakini hii wiki itakuwa kwa ajili ya hili ambalo tunalizungumza hivi sasa, kwa sababu muda sasa hivi umetutupa mkono kwenye history. Tutapata muda wa kuzungumza hili zaidi kwenye siku ya kesho mpaka Ijumaa. Uzuri tarehe 31, tarehe 1 mbali bado. Tarehe 1 mbali. Watu na mengi ya kuzungumza hapa katikati. Sawa. Tupo na Tanlink Medical Tourism Agents, mabingwa kabisa bwana wa kuratibu na kusimamia matibabu ya kibingwa na bobezi ndani na nje ya nchi. Hawa bwana. Juzi nilienda kushuhudia birthday. Nilialikwa kwenye birthday ya familia ambayo mwanaume ana miaka 60 na mke ana miaka 45. Okay, nice. Nilienda hapa mjini Dar es Salaam. Walikuwa wanasafa muda mrefu, ila mwanaume ana moyo. Kulikuwa kuna vita kubwa ya ukweni. Miaka yake awe na kaba. Kwa kweli yule alikuwa na kaba. Miaka 30 ya ndoa bila mtoto. Mwanaume anampambania mkewe, wako anampiga wifi wa nani anampambania mkewe, lakini mwaka jana akakutana na Tanlink na akasaidiwa kupata kwa njia za kisasa hizi rasmi kabisa. Mbegu ni za kwao na mtoto ni wa kwao. Miaka 45. Bwana, hakuna kitu ambacho kinamchanganya mwanaume kama mwanamke habahatiki hiyo kitu, alafu mwanamke anafika sema na tafuta mtu mwingine tu hata uzae. Sometimes sio tu mwanamke, ina wakota wote. Sometimes pia ni mwanaume. Na sometimes ile kwa mwanaume unasikia sasa. No. Ndo mbaya. Hiyo inaona. Sasa nyinyi ndio binafsi ndugu zangu. Hiyo mbaya. Kwa ajili ya elimu kwa umma. Mecha tu. Natoa hapa kwa ajili ya elimu ya umma. Sometimes inawakuta wanaume na wanawake kwa sababu wameshaolewa wana ile kumstiri, si ndio? Kumstiri mtu wao. No, wanamstiri. Irene, ngoja tumalizie Tanlink kwanza. Naomba nimalizie Tanlink. Bwana, kambi ya matibabu ya Irene, nitarusha ngome. Wanamstiri, lakini sasa mawifi wakiwa na press. Nitarusha ngome hivyo. Irene, acha hiyo kitu. Wewe hivi unajua mawifi hawajuagi kama kaka yao pia anaweza kuwa na tatizo kwanza. Na hiyo ni shida hapo. Ndio nilikuwa nachokimaanisha. Hiyo ni shida. Bwana, sasa changamoto zote ambazo zinashambulia mfumo wa uzazi wa mwanamke mpaka uvimbe na vitu
vyote hizi shida sasa basi, kwa sababu Tanlink wamekuletea mabingwa kutoka India na madaktari bingwa hapa nyumbani Tanzania kwenye kambi moja iliyoanza tarehe 2, yani tarehe 2 mwezi huu mpaka tarehe 28. Inafanyika pale Nulifa Advanced Fertility Center, ipo sio mbali hapa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, eneo la Masaki, mtaa wa Twiga. Nenda pale kajisajili, na kambi hii tayari imeshaanza, lakini pia unaweza kujisajili kwenda kwenye ofisi za Tanlink, zipo Haidari Plaza pale Posta Mpya, kajisajili, lakini piga simu pia ili ujisajili kupitia namba 0786 33 34 64, lakini pia unaweza kupiga 0763 36 34 64. Pesa zitatoka saa 2:15. Pesa ikitoka, kama we hukufanya chochote kitu siku ya Valentine, peleka zawadi. Peleka zawadi, peleka kitu. Kuna mdada aliandika mtandaoni vyote umeshindwa, hata epo la buku. Huyo amefika mbali. Lakini nawahurumia, ila wanawake bana, kuna wakati mimi nawahurumia sana. Kwa nini? Hii ndio siku ambayo walinunua vitu vingi ili mradi tu waonekane wapo sawa bana. Na ushahidi nao. Wadada bana, mnasumbukia mengi. Kuna dada moja alinunua maua pale Sinza mwenyewe. Alafu akapa my love wapi? My love wapi? Unasumbukia nini? Katoa 1,500,000 maskini ya Mungu. Wanapendana wenzako bwana.